Hapa taarifa ya huyu aliye zini na kuzaa na binti yake. Tuseme kwamba amezaa na binti yake, mezini mpaka kuzaa na binti yake. Mahakama wilaya ya Mkinga mkoani Tanga imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela mtumiwa Kilimo Katua Isaya miaka 30, mkazi wa kijiji cha Kigongoi tarafa ya Maramba baada ya kupatikana na hatia ya kosa la kuzini na maharimu wake. Kwa mujibu wa ushahidi uliotolewa mahakamani, mtuhumiwa alifanya kitendo hicho dhidi ya binti yake wa kumzaa, hali iliyosababisha kupata ujauzito na hatimaye kujifungua mtoto. Vipimo vya vinasaba ya DNA vilivyofanyika vilithibitisha kuwa mtoto huyo ni wa mtuhumiwa mwenyewe. Akizungumza mbele ya mahakama hiyo, mwendesha mashtaka wa serikali Benedikti Matunduka amesema adhabu hiyo inalenga kuwa fundisho kwa jamii, hasa katika kipindi hiki ambacho vitendo vya aina hivyo vimekuwa vikiongezeka. Amesisitiza kuwa hatua hiyo ya kisheria inapaswa kuamsha uwajibikaji wa jamii kwa pamoja katika kupinga na kukemea vitendo vinavyokiuka maadili na sheria za nchi. Mahakama imeeleza kuwa haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya wahalifu wa makosa kama hayo ili kulinda usalama na utu na maadili ya jamii husika. Hayo yaliweza kutokea huko. Sasa unaweza ukapata maswali kwamba mtoto akikua atakuwa nani? Yaani babu au baba? Hapo sasa mtoto atakosa malezi yapi? Atakosa malezi ya baba au atakosa malezi ya yote? Kwa nini anakosa sasa? Yote atakuwa anaelewa na baba au anaelewa na babu. Sasa ni kwamba huyo sasa babu mwenyewe au huyo baba mwenyewe atakuwa hatakuwepo, maana yake ndani ya miaka 30, kwa sababu atakuwa yuko jela. Kwa hiyo atakifika miaka 30 akija kutoka kumbuka sasa ni miaka 30, akija kutoka akiwa na miaka 60. Kwa hiyo atamkuta sasa mjukuu wake mwenyewe naye akishakuwa mkubwa, na yeye inawezekana akawa tayari ana familia ana familia yake. Haya mambo kwenye jamii, ndugu yangu, yamekuwa yakitokea kama ambavyo hakimu amezungumza. Amesema hapo kwamba kukomesha hivi vitendo ambavyo katika jamii vimekuwa vikijirudia, vinakithiri sana. Ni kweli kwamba utashangaa huku imetokea hiyo, huku pia imetokea hiyo, ijapokuwa wachache ambao wanaofikia hatua hiyo ya kupeana ujauzito na kupata watoto, lakini hawa ambao wanaoendeleza tu mahusiano kimya wamekuwa wapo. Sasa wakati mwingine unashindwa unabaki tu kwamba kushangaa tu ya ulimwengu jinsi ulivyokuwa na speed na mambo yalivyokuwa yapo kasi kwenye swala hili. Mimi kwa upande wangu, kwanza mtazamo chanya, si tuuite kama naweza kusema, au mtazamo wa nje kidogo, yaani si kwa kukubali, lakini kwa kuelewa kwamba hili linawezekana. Na kwenye kulielewa tu kwamba linawezekana, ni jambo nafanya issue ya jambo la kawaida kutokea, lakini kikubwa ambacho tunapaswa kufanya ni kujifunza na kujua kwamba hili ni sahihi ama si sahihi. Kuna baadhi ya vitendo mwanadamu hana haja ya kufundishwa na mtu. Yaani umezaliwa naturally hivyo vitu unavyo. Sidhani kama mwanadamu ana haja kufundishwa kwamba huyu ni binti yako au ni mtoto wako wa kiume. Huyu ni baba, huyu ni mama. Inapofika kwenye baadhi ya mambo, kuna baadhi ya mambo utakumbushwa, we unaongeaje hivyo na baba yako, au we ujue ni mama yako. Lakini sasa kuna baadhi ya vitu binadamu tulivyoumbwa, yani ni ngumu sana kwa sababu ya maadili yetu na tunavyokuzana kwenye jamii yetu. Imekuwa ni kitendo au ni kitu ambacho kinaangaliwa kwa jicho baya sana, na ni dhambi, yani inachukuliwa kama mila zile tabu, ile miiko ile ya ajabu kwa kutokea. Sidhani hata kama kuna culture duniani ambayo official ili jambo linaruhusiwa rasmi. Unajua kuna vitu kivisema hadharani, matendo mtu atakwambia una kichaa, lakini kuna baadhi ya tamaduni ni sahihi kufanya hivi.
Na zipo zile mila ambazo tukikutana tunakumbushana tukipiga siku zetu za vijiweni. Sinafahamika na makabila yake na maeneo mbalimbali duniani. Lakini binafsi yangu sijawahi pata sikia kwamba ili tendo ni very casual, ni miongoni mwa vitendo vya kawaida vya kufanywa kwenye jamii. Achilia mbali iwe mila kwamba kuna tukio maalum limetokea, basi ataikuwa sasa baba mtu hapa amchukue binti waingie naye pale. Achilia mbali kwamba kuna tukio limetokea la kimila. Yani kama zile mila zingine mtu sije ukizaliwa na hivi na hivi. Wewe karibu sina mara si mama mara si kitu gani watoto mapacha kutupwa, mtoto wa sijui albinism kutupwa, mtoto kike sio kizaliwa anafanywa vile, wa kiume hivi, tunaua hadi kuoa. Tunakisikia kusikia kwamba hiyo mila eti kwamba sasa kuna umri ukifika baba inabidi namna gani vipi kwa binti yake pale binti yake mpaka wazae. Ni jambo sijaisikia binafsi yangu. Ukiweka kwenye mila zetu, mila za wazungu, mila za kila kabila hapa duniani, sijawahi sikia. Achilia mbali hizo dini, hata wa upagani wenyewe unaoitwa upagani, sijawahi kusikia kama ni kitu sawa au ni sahihi kwa hili kutokea. Maybe kuna sehemu kwenye kona ya dunia huko hili linaendelea, kwa sababu dunia bwana, ukisema dunia na mengi, hii dunia na mengi. Wakati unawezekana wakati uko Sinza lakini Tandale huyajui. Vizuri tu na naendelea vizuri. Unaweza kama sasa hiyo lakini wa darajani na TikTok utajua TikTok kuna darajani bwana. Dunia ina mengi. Lazima pia uko zako mpakani mlala kuwa huyajui. Kabisa. Literally speaking, dunia ina mambo mengi. Yaani ukiongea tu hata kwa vitendo vyenyewe. Ukioja daladala ya Bunju kwenye mataa huku na mwingine kwenye daladala ya Bunju upande wa pembeni, hamjui vinavyoendelea kwenye daladala yenu. Yaani huku mambo yenu, hamjui. Hakuna mtu mwenyewe knowledge kwamba daladala ile ndani sasa hivi kuna abiria kadhaa wanafanya hivi wanafanya ya dunia mengi. Kwa hiyo inawezekana kwenye kijikona huko miongoni mwa kona za dunia wenda wao wana ili kwao ni sahihi. Moja. Jambo la pili kwenye hili, kuna issues za kisaikolojia pia zinaingiamo humu. Kuna baadhi ya wataalamu wa saikolojia waliwahi kulizungumza hili, wana sociology hawa watu wadili sana masuala ya jamii. Waliwahi kusema katika maneno yao huko kwamba kuna uwezekano kwenye haya masuala ya jinsi na jinsia hapa, especially kwenye kukua, kuna mahaba fulani hivi mtoto wa kike anakuwa nayo kwa baba yake, na kuna mahaba fulani mtoto wa kiume anakuwa nayo kwa mama yake. Na ipo muda mwingine hata ukimpiga busu mama mbele ya mtoto, kama mtoto wa kiume atakuja kupiga makofi baba, kama ni wa kike atamwambia mamake bache baba wewe. Umri ule wa utoto mtachukulia utani. Lakini ile ni tusemeje, ni biology iko ndani ya mwili. Shida hizi signals, hizi feelings zisipopewa ufafanuzi nini kinaendelea. Sasa kila mzazi huwa ana tabia yake ya kuexpress upendo kwa mtoto. Familia tofauti, kila kitu tofauti. Kila mtu ana namna yake ya kuyatoa ile maneno kumwonyesha mtoto wa kiume mama, na kumwonyesha mtoto wake upande wa baba, kumwonyesha mwana wa kike kwamba upendo wangu kwangu au upendo unaonipenda mimi definition, kwa sababu ule upendo wa mzazi kwa mtoto ndio maana miongoni mwa hisia kubwa sana duniani kwa binadamu, especially ambaye amepata bahati ya kuwa na wazazi wote wawili. Yale mahaba ambayo mtoto anakuwa nayo kwa wazazi na wazazi wanakuwa nayo kwa mtoto, yale mahaba ni mpaka yamepewa angalizo hadi kwenye vitabu vya dini, unajua. Msiazidishe mkamsahau Mola wenu. Si ndivyo? Sasa ule upendo ndio upendo wa kwanza wa binadamu ku experience kwenye maisha yake, yaani upendo kwa wazazi wake. Na kwa sababu wazazi washapendana, washakuwa watu wazima. Ila mtoto yale mazingira kusema nampenda mtu. Yaani imagine binadamu ambaye hajawahi kumpenda mtu yoyote duniani, kuzielezea hisia zake za upendo hajawahi. Upendo wa aina yoyote pia, mind you. Wa kwanza kabisa anajifunzia kwa wazazi. Ndio uone pia ndio anajifunzia kuambia na kupenda na vitendo, zawadi, kujali, ndio maana wasema mama akiwa mjamzito, ukiwa unatamka maneno mazuri kwenye tumbo la mama, unamtamkia mtoto wako maneno mazuri ya kumpa ujasiri, confidence, anatoka vile vile. Na ukimtia wenge pia vile vile wenge anatoka nao. Kwa hiyo tegemea hata kumseti vipi. Unaweza usifanye experiment. Kuna jamaa alijaribu kwa mapacha wake wawili. Kuna mapacha wawili na mmoja alimuita winner, tufanye kama kisa tu hiki. Mmoja alimuita winner, yani mshindi, na mwingine loser, yule mpotezaji. Na majina ni yale hapa, na akawakusa kwenye mazingira hayo.
kwamba huyu winner akikosea kitu kidogo tu babake utakiwe winner, lakini loser afanye asifanye si loser tu kama loser wengine. Experiment ilikuwa yule mzee kuona je kweli majina na athari, na ikatana out kwamba very different kuliko kama walifikiria yeye. Kuna set moja experiment ambayo ilikuwa vile vile yule winner alitoboa kweli na loser alifeli kweli. Hii sasa sababu mzee kawa tofauti. Kwa hiyo majina yamebeba uhalisia hadi yale maneno unayosema. Sasa mtoto anatakiwa afafanuliwe aina hizi za upendo na mzazi wake. Na kama mzazi ukishindwa kujiongeza na wewe kufafanua na kumuonesha mtoto wako upendo wa baba ni upi, wa mama ni upi, wa rafiki ni upi, kwa kumuelekeza kwa vitendo, kwa maneno, kumdadavulia, kumsaidia naye kukua, ndio hapo zile hisia zinaachwa zinakuwa. Na siku zote hizi hisia zinapaliliwa. Unaweza kusema mimi yule we apite vile. Chekeni siku 2. Mkishaanza tu kupalilia jambo linakuwa. Sasa kisaikolojia kwenye masuala ya jinsi na jinsia kuna uwezekano huo hizo hisia mtoto akazidevelop tangu akiwa mtoto. The way ni wameziaddress vipi? Ushakutana na mtoto wa kike ambaye hana baba, amekuwa bila malezi ya baba. Wewe kwambia huwa ana daddy issues. Anakuchukulia wewe ndo mshua. Hadi yeye anazokuita. Mko kwenye mahusiano kumbuka. Kwa sababu katika malezi yake alikosa father figure, anakuweka wewe kwenye hiyo position. Aya. Kwa kumalizia kwenye hili sasa, mwisho siku ni nini mpaka wajamaa wanafikia kufanya hivi kwamba baba anaingia kwenye masuala na binti hii mpaka wanazaa? Ilikuwaje? Ni matokeo ya kuto kujadili hizo hisia tangu umri huo, pengine kwa kuziua juu kwa juu. Lakini ngoja kwanza kabla hujamalizia hapo, mimi nachojua na ninachoamini kwamba sisi wa Afrika hatuna mapenzi hivyo, hatuna malezi hivyo, tofauti na mataifa wenzetu. Sawa. Wenzetu tunaona kweli, yani mtoto, yani baba na mtoto wake wa kike pika na kupakua. Sisi baba zetu yani baba ndio pika na kupakua, lakini sisi huku hata kama tunaiga hiyo hali, lakini sio sana tofauti na wenzetu. Wazee wetu wakaksi sana. Lakini kwa nini sasa sisi tunafikia mpaka hatua hizo alafu wenzetu tulipotivi sasa? Actually sisi kuna familia moja nchini Marekani. Nitatafuta lile jimbo. Kuna sehemu wamejificha kwenye mlima ambao watu askari mwenyewe, huyo sheriff hapo, huyo askari mwenyewe hapo. Kama wanalima mazao vile. Yaani ushafika mahali mgeni, afu kamwambia mwenyeji. Tena mwenyeji mwenyewe askari polisi mkubwa pale, yaani mkuu wa polisi wao akamwambia bwana, nataka kwenye ile milima kule. Milima? Unaweza kushangaa. Kwanza unaenda kule. Unatafuta nini kule? Akutisha kile kushangaa mambo mbona unaona? Kuna wale wanataka kwenda kusaidia ile familia. Wewe usitafutie waandishi wa habari ujue. Yaani kwamba wenyeji unajua kabisa pale akuendeki. Ila huyo bwana alifunga safari mwandishi wa habari kwenda kufanya ile interview kuoji familia ambayo ilikuwa inafanya inbreeding. Yaani uko na zaana wao kwa wao. Tushaelewana vitu sema wanazaana wao kwa wao. Yaani there is no mahusiano ya nje ya familia. Yaani mahusiano umezaliwa hapo au mtoto wa mama mdogo, na posa mama mdogo ni mbali. Achana mama, si mama mdogo, hata mama mdogo pia sio kama alifikia level kumpata mama mdogo, kwa sababu kilichotokea ni kwamba kaka dada, yaani walivuka ile ubinamu, inbreeding haswa. Yaani ile ndani kwa ndani kaka na dada wamezaa, kaka na baba, kaka na mama wamezaa, dada na baba wamezaa. Hapa si tunashangaa mtoto mmoja tutanga mpaka tunatoka mahakamani. Sasa Marekani kuna kijeno umejitengea familia nzima. Walikuwa wanafanya inbreeding. Matokeo yake huyo anayekupokea mwenyewe kuongea sentence 2 hawezi. Kwa sababu kuna deformation kubwa sana ndio kwenye taya yake. Yaani alipozaliwa kazaliwa na taya iloka upande. Sasa inatufundisha nini? Wanasayansi kwa kile wanasema hoja ni hoja, si ndio? Haijalishi mnapendana kiasi gani, lakini hoja zinasema hivi, itakapotokea watu ambao wamezaliwa kwenye family moja, yani kwenye unit moja, unataka tusiite familia, kwamba baba huyu mama huyu hawa wakazaliwa, ikatokea hawa wakaingiliana wao kwa wao, wakafanya hiyo inbreeding, wakazaana wao kwa wao, matokeo yake kwenye upande wa DNA na kwenye upande wa genes zinabadilika pia, zinakuja deformations hatari. Zile club foot, ule wanasema mguu, unakuta mguu kama kijisiki hivi, mtu amezaliwa nao vile vile. Kichwa sio kimekaaje, taya zimekuwa kubwa, unaweza mtu anazaliwa na meno 46.
vidole sijui. Hiyo hizo ni adhabu ya Mungu, wala si adhabu ya Mungu, ila tu alivyotuumba wenyewe naturally, tukiingiliana hivyo uzao wako unakuja upigwe laana. Ila zile genes, unajua DNA genes zinafanya kazi, ndio tulisoma sio gene hii na gene hizi zinaendana. Ndio wazee wanasema mpaka chunguzeni familia, gene hii na gene hii unaweza kutengeneza familia ambayo ina kisukari, lakini wale familia au familia si tabia. Hapo kuna unavyosema vile wazee wako maanisha magonjwa, maradhi, maradhi kana kwenye hizo familia. Familia upumu na hiyo familia haiishi kwa sababu tu Juma na Hawa walishindwa kuvumilia mahaba yao, wakasema sisi tuwasikilize tunaoana mipumu mpaka leo. Upande mwingine labda unaweza kukuta nadra kutokea sometimes hata albinism pia ni matokeo ya genes kuchanganyika. Kwa hiyo swala la kuzaana wenyewe kwa wenyewe matokeo yake huna haja hata kusubiri kiama au usiolishwe maajabu, ni pale kutokana na jinsi hadi naturally kwamba ukichanganya hii na hii ambayo ni sawa inatokea shoti. Utakuwa chukua dongo lile na dongo lile. Madongo mawili ukiyachanganya, dongo linatoka hapa ni dhaifu. Litakuwa na magonjwa, litakuwa lina shida fulani. Matokeo hii mbali zaidi kwenye historia kuna wafalme ambao washakuwa na hivi vitu. Spain waliwekwa na mfalme ambaye alizaliwa na kaka na dada. Walikuwa wanaamini kwamba watunza damu yao ya kifalme isiende nje. Damu yetu ni pure, sisi ni hataki kumix. Ni wafalme tuko pajue kwa hata ni sisi kwa sisi, yani si unajua ile ule ufahari, ile ufalme wao endelee kubakia hapo ni ukue. Damu ya mbululo kwa nini huko tena huko damu ya mzee fulani tu ndio iko hapa isitoke nje. Matokeo yake alizaliwa mfalme ambaye akufikisha hata miaka 10 na ngapi ile hakutoboa kutembea tabu, alikuwa akijisaidia papo kwa papo, taya zimepinda, karibu deformation kibao, mashida mifupa hata haijakamaa. Yani ni matokeo ya sasa automatically tulivyotengenezwa iko vile. Sasa achilia mbali hiyo adhabu tukoje kuipata huko kwenye imani. Lakini tukirudi sasa kwa ndugu zetu wa Tanga, hivi vitu kwetu ni vigeni haswa kuzidi wenzetu. Yani sisi hivi vitu kwetu ni vigeni. Yani haya mambo pengine naweza kusema si mageni bali ni yanafichwa sana. Ikitokea mpaka hadharani limekuwa hivi ujue kweli limeoza hivi. Yani la kuvunda sasa hata ubani wake tena hautosheki. Lakini actually kwa wenzetu hiyo rate ya kufanya haya mambo ni kubwa kiasi kwamba sasa hivi yani ni kama vile ukisema hivyo mtu anakushangaa. Wao umejua leo kwa familia ile ni wao kwa wao, yani wao wenyewe hawataki kitabu na mtu mwingine kutoka nje. Uanze kujitambulisha, uje na bagucho yako, uje na stories zenu, tabia za hawataki. Kaka dada, watoto wenu wale pale. Yaani wakienda mbali wenyewe muone wadundo ukisikia binamu. Wanasikitika sana kwa wale binamu. Kaka yake kumuona kweli huyu. Dada mtu kaenda kuolewa hapo ujue. Watu wanasikitika huko. Kaenda kuolewa mbali sana. Ni binamu wapi? Wa taifa fulani. Kaka yake si yule. Baba mmoja mama mmoja kamwacha. Kama vile ambavyo sisi tunashangaa kwamba bwana kaenda kuolewa, yani si yako tu kawaida kuoana tunavyoishangaaga, wao sasa device versa yetu. Kwa sisi tutashangaa kuona mtu ameenda kuolewa aidha mkoa fulani au familia fulani, wao wanashangaa kuolewa na kaka binamu. Binamu, yani kaka kuzana tu mmoja kama chapa. Kaenda kwa binamu. Haya, dakika